Ripoti ya siku ya kwanza ya kongamano la maombi na kufunga la siku 40 leo tarehe 13 Oktoba 2025 ZTF Ministry. Tarehe 13 Oktoba 2025 ZTF Ministry ilizindua rasmi kongamano la maombi na kufunga la siku 40, tukio muhimu sana katika safari ya kiroho duniani kote. Hii ilikuwa ni siku ya kuimarisha imani, kuimarisha huduma na kushuhudia nguvu ya Mungu katika maisha ya waumini. Kaka Theodore Andose alifungua kongamano kwa ujumbe wenye nguvu. Alisisitiza waziwazi kuwa Mungu husikia maombi na mikono yake dhahiri ipo katika maisha yetu. Hii ni siku ya kuanza kuona matendo makuu ya Mungu katika kongamano letu na ni hatua ya kuimarisha imani ya waumini wote waliojitolea kushiriki. Siku ya kwanza ilijikita katika dhana kuu: Mungu hutasikia maombi yetu. Kaka Theodore aliwashirikisha waumini ushuhuda wa ajabu na maandiko matakatifu. Alionyesha jinsi Mungu amejibu maombi kwa njia za kipekee na za ajabu. Alisisitiza, Mungu amefanya mambo makubwa na leo tunashukuru kwa yale yote aliyoyatenda. Alisisitiza pia kuwa tunahitaji mtu atakayechukua barua zote zilizofuatana na kila kufunga na kurekodi yale Mungu ameyajibu katika huduma yetu. Kwa maneno mengine, kumbukumbu za majibu ya Mungu ni muhimu ili kuimarisha imani yetu. Kutokana na matendo ya shukrani ya ndugu, aliangazia kuwa haishangazi kuwa baadhi ya watu wanapinga kufunga kwa sababu hayajawafahamisha yale yaliyotendeka. Hata baadhi ya viongozi wakubwa hawajiulizi kama kufunga kunafanya kazi au kile kilichopatikana. Kaka Theodore aliambia, hata mimi niliposemwa na Bwana kuhusu mambo makuu 6 aliyoyafanya, niliogopa kutokuwa na shukrani. Aliniuliza, mbali na uingiliaji wangu, mmeyafanya nini ili kuishi dhoruba ya uovu? Aliahimiza waumini kuomba tuchukue kumbukumbu za majibu ya Mungu kwa maombi na kufunga ili tushuhudie mikono yake kwa maisha yetu na huduma yetu. Aliendelea kuelezea ushuhuda wa mikono ya uvu iliyotendeka, akisisitiza umuhimu wa kuna kumbukumbu hizi kwa kuimarisha imani ya waumini wote. Katika kufunga siku ya Jumatano kulikuwa na chakula cha kutosha na amani katika taifa. Kuhusu mwaka 2015 aliwakumbusha waumini kuwa waliomba Mungu kuunga mkono utimizaji wa unabii wa Santa Cruz kupitia miujiza, ishara na maajabu. Baada ya hapo mawimbi ya miujiza yalikuja ambapo tulikuwa na takriban visa 100 vya watu waliokufa kurudiwa katika maisha baada ya maombi rahisi katika nchi kadhaa. Takriban watu 2000 wasioona nchini Senegal walipewa kuona. Miujiza iliendelea ingawa si kwa wingi kama hapo awali. Hii ilitupa imani kubwa kwa Mungu na katika huduma aliyopokea kaka Zakuz. Kaka Theodore aliendelea, ninaandika kumbukumbu za kufunga kwangu. Hii inaniwezesha kurudi kuona kilichotokea ili shetani asinidanganye. Hakuna jambo linalohusu mahitaji ya wanyama kama chakula na kinywaji pekee. Jaribu kuandika kumbukumbu, itakusaidia. Katika siku za giza utaweza kushuhudia. Niliomba Bwana naye alinisikia. Wakati wa kongamano hili waumini walialikwa kuinua mbele ya Bwana ahadi alizoahidi katika unabii wa Brazzaville ambazo ni nyingi. Miongoni mwa ahadi hizo ni kuibuka kwa idara zote za huduma yetu, zawadi za mishonari na ustawi wa kifedha, wingi wa fedha ndani ya huduma, kuenea kwa maandiko, kurudi kwa maombi hasa ya Onde na Cameroon. Kaka Theodore alisisitiza kuwa tunapoinua ahadi hizi na kuzijaza, tunapaswa kufanya hivyo kwa matarajio makubwa, hasa tukiona kuwa Mungu amesikia na kuijibu imani yetu kwa matendo ya awali. Anatoa tumaini kubwa kwa kile atakachofanya kwa siku zijazo. Aliendelea kwa mfano wa mali na fedha. Ninafanya mahesabu ya kina katika maeneo mbalimbali, hasa fedha, kwa sababu nilikwenda Nigeria kama mseja ambapo kulikuwa na kashfa kuhusu fedha za baadhi ya wachungaji. Nilihesabu fedha zangu kama mtu anayeangaliwa na maadui wake. Tumia moyo kama mtu anayeangaliwa na maadui wake waliokuchukia, waliotaka kukupata makosa. Kaka Theodore alisisitiza, Mungu akuhifadhi si tu kutokana na dhambi, bali pia kutokana na hatari. Dhambi ya mtu mwingine haiwezi kukuzuia Mungu akujibu. Kila kitu kilichofanywa na wengine dhidi yako hakiwezi kumzuia Mungu. Ni dhambi zako pekee zinazoweza kukuzuia. Alisisitiza kuwa tatizo si Mungu, si wengine wala familia yako, bali ni dhambi zako unazojua. Sio dhambi ulizosahau au hazijulikani. Sio muda unaofuta dhambi, bali toba na damu ya Kristo ndizo zinazofuta dhambi. Aliendelea, ikiwa ungependa fedha za Mungu au za mwingine, si muda unaofuta dhambi hiyo. Dhambi hii inakuzuia. Alihimiza waumini, ombeni Mungu atufanye wema. Ondoa chuki, uchungu na uhusiano uliovunjika. Ombeni Mungu akuonyeshe dhambi unayopaswa kutoboa. Alielezea kuwa moyo wa mwanadamu unadanganyika, ukisahau jambo kubwa na kuzingatia dogo. Ombeni Mungu akuonyeshe dhambi iliyo wazi kwake. Moyo wa mwanadamu hupendelea kuacha mambo anayokosolewa na Mungu, huku akijaribu kukiri mengine. Mungu anasema tatizo sio kufunga pekee, bali imani inayopatikana kutokana na kufunga kwa moyo wa kweli. Kila aina ya kufunga haitamuhimiza Mungu. Ni kufunga kunapopaswa kuambatana na utiifu kwa Mungu, mabadiliko katika maisha, kuonyesha huruma kwa familia na wafuasi. Kufunga kunafanya kazi, lakini ni lazima kuondoa vikwazo vilivyo kwenye maisha yako. Muda wa kuishi katika toba, huruma na mabadiliko ya uhusiano ni muhimu.
Angalia Isaya 58:1-12. Waumini waliombwa kutafakari maandiko haya nyumbani, kwa kuwa Bwana alisema, tatizo sio kufunga bali kutokuwa na moyo wa kweli. Kama hutasimamia sitakujibu. Katika sura ya 8 Bwana alisema, wakati unafunga nina mipango mikubwa kwa nchi yako, lakini toa vikwazo. Vikwazo ni uhusiano kati ya ndugu. Badilisha mtazamo wako. Sema ukweli kwa kila mmoja. Wengine wanafikiri tupendana bila kusema ukweli. Bwana anasema fanya kazi ili kupinga vikwazo, kwa kuwa kuna mambo makuu anataka kufanya kwetu na hataki yakosewe kwa mambo madogo. Waumini waliombwa, ombeni Bwana atusaidie kuondoa vikwazo vyote. Jenga mpango wa kazi zako wakati wa kufunga. Weka malengo mawili ya masaa 8, kimoja na Mungu na kimoja kwenye mahali pa maombi. Kwa nini? Kwa sababu wakati wa kufunga tunakuomba kwa ajili ya huduma ya misheni. Pia waliombwa, fanya wema kwa wengine wakati wa kufunga, hata kwa maneno. Mungu aone kufunga kwako. Ombeni makanisa na mataifa mengi yafanye pia kongamano la siku 40. Hata kanisa dogo linaweza kufanya wiki moja au 2, lakini siku 40 zinahitaji waumini wengi wenye moyo mzima. Ombeni waevangelisti wafanye kazi kwa bidii katika kuhubiri, kuanzisha makanisa, kuokota roho. Ombeni viongozi wafanye kazi ya miradi ya huduma, ujenzi wa shule, ukumbi ya watu 100,000, benki, miradi mingine muhimu. Ombeni waliokaa na fedha haraka wazitumie kwa ajili ya miradi. Ombeni Mungu atupe roho ya kufunga na kuomba, na wale walio kwenye kongamano watoe bidii ya maombi.